matendo ya upendo yako yale ambayo moja kwa moja yameelekezwa na Mungu na sheria ya nani? Ya Mungu. Yako ambayo yanatoa tu directives. Katika kwa mfano zile amri 10 za Mungu, anasema ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu. Yaani fanya tafakari yako yote kuhusu viumbe na nini vinaelezea utukufu wa nani? Lakini katika tafakari yako hiyo usimuone Mungu, ndio hivyo. Usiabudu miungu. Usivitaje bure jina la nani? Lakini nyingine ni directives ambazo zinakwambia tu fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Kwa mfano, shika kitakatifu siku ya nani? Mheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri. Lakini kuanzia ya 5 kwenda mbele, akikwambia usiue, maana yake nini? Soma hii Biblia yote. Tazama utukufu wa Mungu kwenye viumbe. Tazama utukufu wa Mungu kwa wale walioumbwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Fanya falsafa yako na nini kuhusu mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Lakini vyovyote vile majibu yote pata, lakini ukipata ona jibu linakwambia ua, hilo sio lenyewe. Hilo sio lenyewe. Mwiko huo. Tumepewa mawanda ya kufikiri na kufanya nini, lakini sema ukiona una teolojia, katekesi, sijui nini, elimu, maarifa, hekima inayokuambia huwa sio yenyewe, sio? Umedanganyika. Ndio maana mpaka kesho kanisa linapinga adhabu ya nini? Tuliwekewa mwiko, tuliwekewa mpaka. Ndio maana mienendo ya kifamilia, hata tukakosana vipi, asiwepo mtu wa kukimbiza roho yake. Mmenipata vizuri hapo? Najaribu kutumia lugha nyepesi, lugha rahisi. Asiwepo mtu wa kukuwa na hofu ya kuikimbiza roho yake, kwa sababu ile sura na mfano wa Mungu kwa mwanafamilia mwenzie imefanya nini? Imepotea. Sasa kuna huku kujiachia, au sio? Watu wanavaa wanavyotaka, wanaongea wanavyotaka, wana faraga zilizo rasmi na zisizo rasmi, zinazopendeza na zisizopendeza. Wana publicity, hali ya kujiachia kiulimwengu inayokubalika na isiyokubalika. Sasa wajiachie tu, lakini mwiko kuzini. Mwiko na mwiko kuzini kwa mawazo, kwa maneno na kwa manini. Bwana ukiingia shambani kwangu, kama una njaa, chuma tunda ule uondoke, usiende na kikapu. Ukikinyesha mvua, ukaa hivi karibu na nyumba yangu unajikinga mvua, ruksa, lakini usifanye kama nyumba yako. Basi kuna namna ile ya interactions, maingiliano kati ya mali ya mtu mmoja na mali ya mtu mwingine. Kuna kule kufuasi, unachukulia kwamba hata mwenyewe akiniona ninafanya hivi hata kasirika. Mtoto anasema kwamba hata mama akirudi au baba akirudi akinikuta nimeingia jikoni, nimeingia store, nimechukua kamchele kidogo na nini, nimepika, nimekula kwa sababu nasikia njaa, sijasubiri mpaka nipikiwe, umri wangu unanitosha, hatanielewa, au sio? Basi kuna ile hali ya kuelewana kwa jinsi ambavyo kila mmoja anajenga mazingira, aeleweke kanuni zake, aeleweke kile ambacho anakikubali na ambacho hakikubali. Ule uwazi ambao hata watoto wanasoma kwamba baba anapenda hiki hapendi, mama anapenda hiki hapendi. Sasa fanya vyovyote na hizo, mkubaliane namna yoyote, lakini usiibe. Kazi. Tunaongea maneno mengi, au sio?
sema ongea, si na nini. Tuna mienendo, kwa sababu mtoto wa kiume ukivaa nguo za kike ni namna ya matendo ya kusema uongo, au sio jamani? Kuna kusema uongo kwa kauli, kwa mwenendo, kwa matendo, ukahukumiwa kwamba kimsingi umesema uongo. Kumbe fanya vyovyote, lakini usiende kinyume na ukweli. Usiende kinyume na ukweli. Kimsingi hizo na kuendelea na hizo za tamaa, hizo za tamaa ni kuwekewa mipaka katika kuyaishi maisha ya kiagano. Hali hii ya maisha ya kiagano inaanza Agano la Kale. Agano la Kale ni hatua za kwanza za Mungu kuwarudisha watu kwenye utaratibu, warudie tena cheo chao, warudie tena hadhi yao, waweze kuishi mahusiano ya upendo, wakizitambua ile mipaka yao ambayo imetajwa kwa misingi ya amri, wakitambua sauti ya maelekezo kwamba fanya hivi, shika kitakatifu siku ya nani? Siku ya Mungu. Waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Kitu cha namna hiyo. Sasa tutakuwa wengi. Kristo tumaini letu. Ema inasema tumeumbwa kwa sura na mfano nani? Tunachokiakisi kinawezekana sana katika mahusiano. Hakuna nafasi ya kuonyesha sisi tu wana wa Mungu nafasi iliyo bora na iliyotukuka. Hakuna nafasi ya kudhihirisha cheo na hadhi yetu iliyo kuu kuliko kwenye ndoa na nini? Familia. Hapo ndipo tunaweza sana kufanana na Mungu. Ukiachilia yale mengine ya kusema kwamba ni mwanadamu pekee ameumbwa na akili na nini? Na utashi. Lakini umekuwa ni mjadala wa muda mrefu kwamba kwa sababu hivi vyote ni vile vya kiroho, havigusi sana mwili, havigusi mwili. Kubeba sura na mfano wa Mungu hatupaswi tu kubeba kwa namna ya maumbile yetu ya roho, bali pia katika maumbo yetu ya nini? Ya mwili. Na mahusiano ya kifamilia ni mahusiano ya mwili na nini? Na roho. Kwa hiyo hilo la kwanza la akili na utashi, uwezo wa kuchagua mema ukiacha mabaya, lakini uwezo wa kutofautisha kati ya lililo jema na lililo baya. Lakini sura inayokuja kuibuka baadaye kwa ufunuo kwamba Mungu ni upendo na sisi tumeumbwa kupokea na kutoa huo upendo wa kimungu kwa Mungu na kwa jirani. Ndio maana katika maelezo tuseme kama kuweka muhtasari wa maandiko matakatifu yote, kwa kifupi anasema nini? Ni neno hili au maneno haya mawili: pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na akili yako yote. Pende jirani yako kama nafsi yako. Yesu anasema hiyo ndiyo sheria, ama hiyo ndiyo Torati, hiyo ndiyo manabii, hiyo ndiyo Zaburi, akiwa na maana kwamba vitabu vyote vya Agano la Kale vinataka kumfikisha mwanadamu katika kujitambua, katika kumpenda Mungu na kupenda jirani. Nalijua swali refu ile, na jirani yangu ni nani, au sio? Sasa kwa hivyo somo hilo ni refu kweli. Na anakamilisha, anaweka mambo sawa. Isije ikatokea kwamba mmoja anapenda na katika kupenda anavyovipenda yeye anawagawia na wenzie. Yeye anabuia unga na anawapa wenzie nini? Unga. Pende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Ndo wale kilabuni basi wanapeana, wakimaliza mwendo wao wote unafanana, wote wanaenda kushoto, wote wanaenda kulia.
wakinyooka hivyo, unajua tu kujipanga kwenye daraja la gogo wanapita chwa. Wameshirikishana yote mpaka na udhaifu wao, au sio? Ndio shida ya pombe. Ikifika mipaka, ikipitiliza tu mipaka, amshirikishani yaliyo mema tu, mnaanza kushirikishana yale yaliyo mepesi zaidi kushirikishana ambayo ni udhaifu. Kwa hiyo usipojua mipaka, basi badala ya kwenda kufanya umisionari, unafanya kinyume chake. Lazima kutumia pia hekima, au sio jamani? Vema. Kwa hiyo Yesu anakuja anaziba. Mpendane sio kivyenu, bali kama mimi nilivyowapenda ninyi. Kama mimi nilivyowapenda ninyi. Anatupa kitambulisho kipya ambacho kinaenda mbali zaidi ya cheti cha ubatizo. Wewe Kristo, onyesha cheti hiki hapa, lakini kuna kile cheti ambacho ni cha rohoni. Anasema mkipendana, watu wote watajua kuwa ninyi ni nani? Ni wafuasi wangu, wafuasi wangu. Ni wafuasi wangu, wanafunzi wangu. Kumbe wapendwa, hata katika hilo tukumbuke kwamba uhusiano wetu na Bwana wetu Yesu Kristo, sisi mbele ya Kristo ni nani? Ni wafuasi, ni mashabiki, ni wanachama, au ni wanafunzi, ni mashahidi? Unaweza ukawa huko muda mrefu sana ndani ya kanisa, lakini kumbe uhusiano wako na Yesu ni shabiki. Na kwa hiyo unajua kushabikia, lakini huko tu pale wanapocheza kwenye uwanja wa Yesu ndipo tunakoshabikia, au sio? Akitoka uwanjani akija huku anaweza kuwa mchunga, yule unayemshabikia uwanjani, au sio? Anaweza kuwa mteja, anaweza kuwa nani, anaweza kuwa mambo mengi kweli. Sasa wewe kwa Yesu ni shabiki, lakini kila ukitoka kanisani unageuza mahusiano, yanakuwa kitu kingine. Yesu anakuwa dili, sio anakuwa nini, lakini kingine tuseme ni kujitafakari. Nisionekane tu kwa nje. Nisionekane kama sio kila mmoja ndani ya Bwana ataingia ufalme nani? Ni katika kubaki kiwango hicho cha ushabiki. Sisi sio wale waliona Yesu katika mkumbo. Tumepaswa kuwa na uhusiano naye wa moyoni. Uhusiano naye wa moyoni. Huo huitwa uhusiano pia wa kiekaristi. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu, nami ukaa ndani yake. Mkilisikia neno langu, mtakuwa ndani yangu, nami nitakuwa ndani yenu. Katika zile meza mbili za pale kanisani, meza ya neno na meza ya ekaristi. Kumbe kuna kitu kinaitwa communion. Jina lingine la ekaristi takatifu ambalo linastaja sana tumepaswa kuwa na uhusiano na Bwana wetu Yesu Kristo, na huo ndio tuishi binafsi na kuishi ndani ya nini? Ya familia. Kristo ndani yangu na mimi ndani ya Kristo. Niwaze kama Kristo, nitende mahali pa nani? Pa Kristo. Kwa sababu mimi ni mwanafunzi wake, mimi ni mfuasi wake, mimi ni shahidi wake. Mwanafunzi, shahidi, mfuasi. Mwanafunzi ni yule ambaye yuko tayari kujifunza kila siku. Kwa hilo la kujifunza, au kwanza hilo la communion, na ule usharika wa ndani, usharika wa ndani.
Sio kama tukifananisha muungano wa Tanganyika na nini na Unguja, hawezi kuwa communion. Unanipata vizuri hapo? Ni muungano. Ndio tumefanya kama welding, huku na huku tukapata kitu hiki kimoja. Lakini communion inatumika katika Ekaristi na katika ndoa na katika kanisa lote. Mahusiano ya mke na mume, kwamba wanakuwa mwili mmoja. Sio tu wanakuwa mwili mmoja, lakini kiini kwa ndani wanapaswa kuwa kila mmoja ndani ya mwenzie. Kila mmoja ndani ya mwenzake. Ndio maana ya ile hali ya mwili mmoja. Na mahusiano yao kwa lugha rahisi. Najua Yesu mahali fulani alikuwa anasema, jicho lako likikukosesha unafanya nini? Afadhali uende mbinguni na jicho moja kuliko kwenda motoni na macho yote mawili. Amesema hivyo kuhusu jicho, kuhusu mkono, kuhusu mguu, au sio? Kuna viungo tumepewa viwili. Ameishia hapo. Lakini mahusiano ya wanandoa si ya kufananishwa na mkono wa kushoto na mkono wa kulia. Kwa sababu unaweza ukaishi bila mkono au bila mikono yote miwili. Lakini ni ya kufananishwa na viungo viwili ambavyo tumepewa kimoja tu. Ni mahusiano ya kichwa na moyo. Kichwa na moyo. Kwamba wanakuwa mwili mmoja, lakini viungo viwili ambavyo kila kimoja ni cha lazima. Hakina mbadala. Na tunawaambia mara nyingi wale wanaoingia katika uchumba, ukiona uchumba umefikia mahali kwamba kila mmoja anaona hana alternative, hana mtu mbadala, ana focus kwa mtu huyu mmoja, ana commitment, hali ya kujituma kwa mtu huyu mmoja, ana engagement, manake ni public commitment, pale ambapo mtu anajituma na kukubali kutambulika na wote kwamba jamani, najituma hapa, nimetazama hapa, najishughulisha hapa. Ile inaitwa engagement. Amefanywa booking, au sio jamani? Ukienda hivi kwenye mahali pazuri pa kula pa kunywa, unakuta meza imeandaliwa hivi na nini, unaambiwa reserved. Leo sio kila mmoja. Mara nyingine wanaweza kutaka kufukua na ujasiri, wanaweka mpaka na jina lao, reserved to bwana and bibi fulani. Kwa kweli hapa discuss nipite pale. Mara nyingine tunaondoka kwenye mabenchi kule kanisani tunapokuwa na ibada kubwa za kitaifa na nini, nasema hapa anakaa mzee fulani na nini, vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ile ni public commitment. You are reserved publicly. Uko tayari kuwajibika kwa misingi hiyo. Lakini tunaambia pia hatua nyingine ni sio tu kuwa public na una public commitment, lazima ichukue sura sasa ya sheria ya Mungu, sheria ya maumbile, sheria za kanisa, sheria za nchi, kwamba huku kujituma kwangu nitambulike, nilindwe, nisaidiwe na sheria ya Mungu, sheria ya maumbile, sheria ya kanisa, sheria za nchi, kwamba sisi tunakuwa mke na nani na mume. Ndio hapo ndoa inafikia kiwango cha kimkataba. Kwa sababu baada ya kutokea kiwango hicho, nasema kwa misingi ya ule ubatizo, lakini kwamba huu ni mpango wa Mungu tangu mwanzo, kwa kweli inaelekea sasa kwenye agano. Inabaki kweli bado ni mkataba, lakini mwisho wa siku nasema ni mkataba usio na expiry date. Hakuna tarehe ya kufanya nini? Ya kuexpire. Ni mkataba ambao hauna masharti, kwa maana ya kwamba kweli wote wamekubaliana tukae pamoja. Kiasi kwamba hata mmoja akihamia nyumba nyingine ndogo au namna gani, ukiukwaji huo hauna mamlaka ya kufuta mkataba. Hata
hata asipopatikana mtoto, ukiukwaji huo hauna mamlaka ya kufuta mkataba. Hata mmoja akipoteza akili, ukiukwaji huo hauna mamlaka ya kufuta mkataba. Na hata mmoja akipoteza nguvu za sakramenti hiyo, ukiukwaji huo hauna mamlaka ya kufuta mkataba. Nasema hauna masharti. Lakini la tatu, si tu mkataba unaogusa mambo ya nje, unagusa mambo ya ndani. Kwenye mikataba hii, nipe vyumba viwili, nikupe kodi ya vyumba hivi viwili. Nipe kazi, alafu utalipa na nini? Na mshahara. Kwa hiyo ninakupa masaa kadhaa ya muda wangu. Ninaweza nikafanya kazi hapa masaa 2, hapa 3, hapa 5. Ninaweza nikaajiri zaidi ya mtu mmoja. Lakini kwa habari ya haya mahusiano ya kiagano, sio nikupe cha nje ya mimi, nipe wewe, nikupe mimi, na mtu ni nafsi moja. Ni namna ya kujitoa katika hali isiyogawanyika. Isiyogawanyika. Ndio nasema kwamba huu ni mkataba sasa wa nafsi. Unatoa nafsi yako, ni mkataba wa upendo. Unafanya hivi kwa sababu gani? Tunapendana. Ndio sababu kuu. Kwa nini umemchagua huyu? Kwa nini umeamua kufunga naye ndoa leo? Kwa sababu nimependa. Ndio unakuja kuelewa baadaye kwamba kumbe upendo ni sheria. Upendo ni nini? Ni sheria. Ili mradi kama ni upendo wa kiume uwe ndani ya mpango wa Muumba. Upendo ni sheria. Kwa kijana anasema nimchague mrefu, mfupi, nene, mwembamba, mweupe, mweusi na nini? Yeye ni sheria. Yeye ni nini? Ni sheria. Na hakuna sheria kuu kuliko hiyo. Anaelekezwa tu, angalia hiki na hiki na hiki na hiki na kile. Basi tunasema kwamba ni mkataba wa kiagano, mkataba wa nafsi, mkataba ambao unahuishwa na upendo wa pande zile mbili. Mwisho tunasema kwamba huwa ni mkataba unaounganisha. Mkataba unaounganisha. Wawili wanakuwa sio wawili tena, wanakuwa mwili mmoja. Wanakuwa mwili mmoja. Sasa wapendwa, kama msingi unajengwa namna hii, msingi unajengwa namna hii, hapa ndipo tunajenga familia sasa. Hiki tunaita chuo. Tunaingia kwenye ndoa sio kama kuchovya kwenye rangi, kilikuwa kitambaa cheupe sasa kimekuwa cha kijani, chekundu, si cha rangi gani? Hapana. Ni mwanzo. Ni kama kuingia darasa la kwanza. Kama kuingia darasa la kwanza. Tunaingia katika chuo cha Bwana wetu Yesu Kristo, chuo cha upendo. Hawaingia kama wapasi kutambua kwamba wanaingia kama maexpert wawili waliofuzu somo la upendo. Wanaujua upendo mwingine. Huu upendo wa ndoa, kila mmoja ni mwanafunzi. Na wakiingia na unyenyekevu huu, mimi napenda kufanya marejeo katika mtazamo ama attitude alionayo mwalimu kwa mwanafunzi na attitude ile ama mtazamo walionao wanafunzi wawili wanao discuss, wanaosoma pamoja. Huwa hakuna mwanafunzi anayemshikia mwanafunzi mwenzie kiboko au sio? Lakini kwa mwendo huo wanasonga mbele. Na huwa inatokea mara nyingine mtu asimuelewe mwalimu bila akamwelewa mwanafunzi mwenzake. Huo ndio mwenendo wa ndoa. Kwa mwalimu Bwana wetu Yesu Kristo. Ni mwendo wa kujifunza. Ni kuanguka kwa mwanafunzi. Kuanguka kwa mwanafunzi. Wanapaswa kwenda kwa hatua hizo. Ili kwamba wanakuwa wanakomaa pamoja. Wanakuwa wanakomaa pamoja. Na ndio maana hata mtu mmoja akiwa anasema nimefiwa na mwenzangu, nataka kufunga ndoa tena, ambia anza square one. Kwa sababu lazima mwende pamoja. Tafuta mchumba. Ingia tena kwenye kipindi cha kutosha. Mwelewane, mshibane, sio kuweka kilaka kipya kwenye vazi la zamani au kuweka
Kwa sababu kiraka cha zamani kwenye vazi jipya. Lazima kwenda hapa inakuwa kubwa zaidi. Manake mtu anaingia kwenye ndoa ambayo tayari mmoja alishakuwa na ndoa na watoto, haingii tu kwenye ndoa, anaingia kwenye familia nzima. Mwenendo ni tofauti. Kwa hiyo sio tu kuchumbia, lakini kujenga uhusiano. Kujenga uhusiano mpaka unaowagusa watoto. Kama kugusa watoto wenzetu huko nchi zilizoendelea huko, si na sisi tunaweza kuwa tunaendelea. Unaweza kuwa unasema kwamba huko hatujaendelea, lakini kumbe upande wenu huku kuna watu, kuna yaani mikono iliyoendelea kuliko sehemu ya nchi zilizoendelea. Kazi kweli. Kristo tumeelewa vizuri wazee. Kwa hiyo kujiweka ili kumbe mnaweza mkawa na utamaduni wa nchi zilizoendelea, alafu mnajiweka bado katika mwenendo wa nchi zisizoendelea. Kazi kweli. Na changamoto tunaona sasa ile chaotic kidogo movement. Sawa. Kwenye hadithi zinasikia bwana fulani yana wa mfalme na binti maskini wakafunga nini? Wakafunga ndoa. Wakawa raha mstarehe na nini? Wakaishi maisha yao yote raha mstarehe. Hizo hadithi za sungura na paka, au sio? Kwamba kuishi maisha ya ndoa watu wanaanza kazi. Wanaanza shule. Hata kijana akitoka nyumbani, haya anapoanza shule, unaona kuna mabadiliko makubwa katika kujitambua kwake, katika mwenendo wake. Sasa mimi ni mwanafunzi kwenye eneo fulani. Wape heshima ya pekee watoto. Mara nyingi wengine wanasema kwamba mtoto akiwa mdogo afanye kitu, anasubiri chakula na nini. Lakini unafanya mambo makubwa, mwambieni, hasa wale wadogo au wakubwa. Wale wadogo, najua nini? Sisi tukienda shule tunagawanya masomo, sio? Hesabu, sijui kuandika, historia, jiografia, nini. Mtoto anapozaliwa tu anajua somo hili moja. Anajifunza Mungu na vitu vyote alivyoviumba. Kazi somo hili moja tu. Anajifunza utamaduni, anajifunza lugha. Na wewe ni kipindi kizuri sana. Mimi napenda mara nyingi kushauri, ikiwa mmoja amepata fursa kwa sababu ya uwezo wake katika kipindi cha utoto, mtoto anaweza kusoma lugha 2-3 akawa original. Anaongea Kiingereza kama amezaliwa Uingereza, anaweza kuongea Kifaransa kama amezaliwa Ufaransa, akaongea Kireno kama amezaliwa Ureno, akaongea Kimatumbi kama amezaliwa Umatumbini. Watu wanahangaika kutafuta ajira baadaye nini, lakini kimwezesha mwanao ana lugha 5 za kimataifa na lugha ya utamaduni wake mwenyewe, anaongea kama amezaliwa nazo, yani atafuti ajira mara 2 mara 3 ili fluency na nini, kwa sababu ni kipindi kikubwa cha uwekezaji. Kipindi kisio cha uwekezaji na sio nzuri sana, kipindi kizuri cha kucultivate, kuotesha utamaduni, culture, kipindi kizuri cha kumjulisha Mungu na kumpa imani kwa nani? Kwa wazo kwamba usimfundishe mtoto kusali, mfundishe kwanza Mungu ni nani. Mfundishe kumpenda Mungu, alafu ndio mfundishe aongee na nani? Na Mungu. Sasa watu wanaruka step. Wanafundisha watoto kuongea na mtu asiyejulikana. Na yule asiyejulikana. Ni kazi ngumu. Unakaa mtoto kutusali, mtoto anasinzia na macho. Wewe unamuona Mungu wako, mtoto anaangalia Mungu mwenyewe wapi? Tufumbe macho, dogo anaangalia, afumbi macho kuangalia kulala, hivi tukifumba macho anakuja. Kumbe mko mawanda tofauti. Ninyi mnasali na anayejulikana, watoto bado hawajanyanyua mioyo, wanaongea na mtu asiyejulikana. Kwa hiyo wamjue Mungu kwanza, alafu tuwafundishe au pamoja na hilo, lakini bila kuliacha hilo, tuwafundishe kuongea naye na yule wanayemjua. Introduction. Kwa hiyo katika majifunzo yao
Somo moja kubwa ni kuwafundisha kumjua Mungu, ili tunaposali sisi wawe wanaongea na Mungu anayejulikana. Sio kama yule Mungu ambaye Paulo alikwenda kwa Wagiriki, mnaongea na Mungu asiyejulikana, Areopago huko. Akakuja kuambia habari ya ufufuko, kwa sababu hawana habari hata ya Mungu anayejulikana. Wakamwambia kwa habari ya ufufuko, nenda tu Paulo, tutakusikiliza baadaye. Siku nyingine. Hiyo siku nyingine yani haina jina. Inaweza kuwa mpaka mwisho wa dunia. Kazi kweli. Unasema utarudi saa ngapi? Utarudi baadaye. Baadaye inaweza kuwa hata mwakani. Kazi kweli. Kristo. Tumaini letu. Kwa hiyo tuwachukulie kwa uzito wao. Kuna kina babu na bibi husu na nini? Mkielewa uzito huo na nini? Hata mzazi unapomlea mtoto, una mpango gani? Unalenga nini? Sema unatoa changamoto. Unataka kuanzisha familia, unataka kuzalia nini? Unataka kuzalia vijiwe, kuzalia magereza, au kuzalia nyumba ya Mungu, kuzalia taifa la Mungu? Sasa penye nia pana nini? Pana njia. Na penye nia njema pana njia njema. Kwa hiyo uzazi na malezi ni mpango, na yule anayejituma katika mpango huu, mwenye focus, commitment, engagement, mwenye kwenda kwa taratibu, anayeadhimisha jambo hilo, kwa sababu unasema kwamba hata ule upendo wa kimaagano, upendo wa ndoa ambao pia ndio upendo wetu na Mungu. Hayo ninasema kuhusu focus, kuhusu commitment, engagement, contract, covenant, celebration, ni yanatugusa pia na uhusiano wetu sisi na Mungu. Ubatizo ni focus. Ubatizo ni commitment. Ubatizo ni engagement. Kutambulika kwamba mimi kweli ni Mkristo. Na nini? Mimi ni shuhuda, mwanafunzi, mfuasi. Lakini kuna kuweka maagano na Yesu Kristo. Ili kuna kuyaadhimisha hayo maagano katika Ekaristi takatifu. Unakuona raha ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Sio kazi tu, kazi na nini? Na dawa. Sio Kristo anapaswa kutafsiriwa katika msingi huu. Maana hata ndoa ni kazi na nini? Na dawa. Una celebration, lakini hakuna namna utakuwa na adhimisho lisilo na cha kuadhimisha. Hivyo leo tunapokuja kuongea kwamba familia inasali na nini, inaadhimisha maisha yao, mnakusanya nini, kuviweka pamoja. Ili msali kweli sawa vizuri, lazima moyo mmoja katika upendo wa ndoa na nini, na familia. Watu waliogawanyika, kila mmoja ana mambo yake na nini, wakikaa wanasali pamoja, kwamba kila mmoja anasali sala yake, lakini kama kwa kusubiriana, au sio? Lakini kwanza lazima tujikusanye, tuwe kitu hiki kimoja katika shida zetu na raha zetu. Tatizo la kila mwanafamilia ni tatizo la familia nzima. Mafanikio ya kila mwanafamilia ni mafanikio ya familia nzima. Tunapaswa kuwa moyo mmoja na roho moja katika hiyo. Sasa tunapaswa kuwa na muda wa kukusanya. Kukusanya. Sala inaweza kuwa nzuri kama kuna element ya reconciliation. Reconciliation. Hali ya kupatanishwa. Kuna mapatano ya ndani ya nafsi. Mapatano ya ndani ya nafsi. Kwamba wewe ni kitu hiki kimoja au umegawanyika. Kwa sababu kuna mambo unayoyashika yanaigawa nafsi. Moto unataka na baridi unataka. Mungu unataka na shetani unataka. Kazi unataka na raha unataka. Kwa wakati huu mmoja. Tukikuta baadaye umepekwa kwa mwenendo huu, sasa unachumbia watu wawili kwa wakati mmoja, sasa kwa kweli kuchanganyikiwa kumenoga. Na wako wengi. Huko anatoa pete na huko anatoa pete. Wanakwambia, ukitaka kunipa pete ya uchumba, nivalishe kama hii. Kumbe ameshavalishwa nyingine. Ukimpa wewe kama ile, utajua ya kwako ni ipi na ya mwingine ni ipi. Ndio mambo ya mjini hapa. Kazi. Kumbe lazima
Nilisema kuzingatia kuwa moyo mmoja na roho moja. Unahitaji internal reconciliation. Ujitambue katika utu wa ndani. Utu huu wa ndani una makuzi kiroho. Una makuzi kiroho. Ukiwa mchanga kiroho utakuwa unapekua ile Biblia kama kitabu cha picha. Kama kitabu cha picha. Au mahali unaposimama kwenye neno jepesi. Hapo ndio Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtapata. Mathayo 7:7. Umemaliza hapo. Bila kwambia fanya doga hapo. Lakini utakuwa unaruka zile kurasa nzito kwa sababu ni chakula cha watu wazima. Wewe kiroho bado ni mtoto. Mtu akikupiga shavu la kuume geuza na kushoto. Kushoto geuza na kulia. Akikwambia nenda maili 1, nenda ngapi? 2. Akikunyang'anya koti mpe na nini? Na kanzu. Hapo mtu anayetaka kukua na kukomaa anaweka kituo. Mtu asiyesoma maandiko hawezi hata kuuliza maswali. Kwa sababu huwezi kama hujaingia darasani ukauliza maswali. Ile elimu unayoipata ya awali inakusaidia kujenga nini? Maswali. Hizo hatua za kuongeza maarifa. Kwa hiyo utu wa ndani una makuzi kiroho na unasomeka. Unafanya nini? Unasomeka kwamba huyu kwa kweli ana ukomavu. Safari ya wanandoa ni safari pia ya makuzi ya utu wa nini? Wa ndani. Kwa sababu wamefungwa si kwa utu wa nje, kwa utu wa wapi? Wa ndani. Kwa utu wa ndani. Na hivi ndio inaweza kuwa tu na matumaini kwa sababu utu wa ndani unaweza kufanywa upya siku kwa siku. Hayo tutapata ndani waraka wa pili kwa Korinto sura ya 4 mstari wa 16. Roho iko silegeni, mimi silegeni, nakaza mwendo nina, japokuwa utu wangu wa nje unachakaa, bali utu wangu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Ndoa inaweza kuwa tu na matumaini kwa sababu ya kumpa nafasi, fursa huu utu wa ndani uendelee kukomaa, japo utu wa nje unachakaa kwa nyakati, kwa umri na magonjwa na nini. Lakini kadiri utu wa ndani unavyojifunza somo la Yesu, wazee wanaweza kupendana zaidi kuliko siku waliofunga nini? Ndoa. Hapo tu ndoa inakuwa ina maana. Lakini kama ni project ambayo mnafunga ndoa leo, kuanzia hapo ni siku ya kuporomoka, na mnapofika kwenye uzee mnakaa hivi chini sema unaiona ile picha ni mambo ya juu. Yaani ujanani mlikuwa juu, sasa ameporomoka kwa mwili na roho. Hali inapaswa kuwa tofauti. Baba Mtakatifu Francisco aliandika inaitwa The Joy of Love, Amoris Laetitia. Furaha ya nini? Ya upendo. Love promises quite a lot. Upendo unaahidi mambo mengi sana hata katika ujana na nini. Lakini watu sasa ulimwenguni leo wanaona kwamba hawapati kile walichokiota, wanapata mambo mengine. Kumbe wamekosea step. Wamekoroga huko na kule. Mama kanisa nataka tuijue njia. Tumuishi Kristo. Na tuitumie vema sana ile fursa tulionayo ndani ya maisha ya ndoa na maisha nini? Ya familia. Tukijitambua kwa misingi hiyo, kwa kweli tutasonga mbele. Hatutaona kuwa ni ukatili. Bahati mbaya wako wale kwa sababu ya kukosa hali hiyo ya kujitambua katika utu wa ndani, wanafika mahali wanaona ndoa ni ukatili na familia ni nini? Ni ukatili. Wanachukua njia zingine za pembeni kuchukua kile huko. Bona alianza mtu wa ndoa amekuwa bacha. Kristo tumaini letu. Ni mahusiano ya ajabu sana. Very mystical. Baba, babu na mjukuu wote wanasema Baba yetu uliye mbinguni. Kazi kweli. Unakwenda zaidi ya mahusiano ya kibinadamu, kwa sababu akiingia mwanadamu yoyote au atakuwa lika la babu au lika la baba au lika la nani? La mwana, la mjukuu.
Lakini ametuambia msalipo semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni. Wapendwa, nimalizie kwa kusema nimeweka chochote moja. Kuna aina 4 za upendo. Kwa moja tunaweza tofautisha hizo akoli zinakubaliana na imani yetu ya Kristo ya Katoliki kabisa. Uko upendo unaoitwa urafiki, friendship. Uko upendo unaoitwa undugu, kinship. Uko upendo unaoitwa wa kiagape, lakini uko upendo ambao una mahaba ndani mwake, unatambulika katika mahusiano ya uchumba, ya mipaka, na kwenye ndoa na kwa mipaka yake, au sio? Lakini upo kati ya kaka na dada, kati ya babu na mjukuu wake wa kike, kati ya bibi na mjukuu wake wa nini? Wa kiume. Kuna kawepesi kidogo, vina uhalali wote. Kibali tunazingatia nini? Mipaka. Ni maumbile yetu ya mwili na nini? Na roho. Sasa aina zote hizo ni upendo. Lakini mwanadamu ameitiwa upendo mkuu sana katika maagano ya ndoa takatifu. Haya ni makuu. Kwa nini? Uhusiano wa mzazi na mwana hauzai. Uhusiano kaka na dada hauzai. Uhusiano wa ndugu wote haujaitwa kupokea ile sauti: zaeni mkaongezeke, mkaijaze dunia na kuifanya nini? Na kuitisha. Cheo cha ndoa kiko katika utume huo. Uhusiano mama na mwana, baba na mwana hauwezi kama kuitwa sakramenti. Hauna uwezo wa kuakisi na kuhuisha mahusiano kati ya Kristo na kanisa lake. Ni agano ambalo limewatangulia baba na mwana, mama na mwana, kwa sababu mko pale pamoja. Lakini wewe ulisema, Mungu naomba mtoto. Anakuja nani? Ni yule ambaye Mungu kabla hajamuumba anamjua. Kwa hiyo wewe unaomba mtoto, Mungu anakuletea yule ambaye Mungu anamjua, na anakuja kwa kazi maalum. Anakuja kukamilisha mahusiano ya kifamilia. Kuna wazazi wengine wanakaa hivi, wote waongei. Mungu anawapa mtoto, yani akiingia hivi kutoka shule, jinsi alivyobeba lile begi, tayari mnaanza kufanya nini? Kuongea. Mungu aliona kuna kitu kimefanya nini? Kinapungua. Au unaongea anakuja kabisa, kanawasikiliza. Kama unasahau uliongea nini, afu anaenda kurudisha. Baba, hivyo nilikuwa nasema vile. Mimi naweza hivi. Kumbe kwa anaweza kuseka la favor. Kitu namna hiyo. Wewe wanakuja. Sasa cheo cha ndoa kiko katika ukweli kwamba wawili wanachaguana kabla ya kuunganishwa. Tafute mwenyewe utakayempenda. Huyo ukimpenda kama mimi nilivyokupenda wewe, ukimpenda kama nafsi yako, ukimpenda kama unamwona Kristo ndani mwake, mimi nitakulipa kazi. Kwa sababu hakuna wanaopendana ndani ya ndoa wenye uwezo na mamlaka ya kulipana kile wanachotendeana. Anayeweza kulipa ni nani? Kwa sababu kila mmoja anapopenda, upendo anautoa kwa nani? Kwa Mungu. Paymaster ni Mungu. Kiasi kwamba upendo wa ndoa si jambo ambalo watu wanaweza kukaa na kutegeana. Hawana uhalali wa kuishi na kuhusiana kama watu wanaocheza draft. Kwamba cheza, asipocheza hata kama mimi naelekea kwenye ushindi, asipocheza siwezi kusonga mbele. Kwa hiyo umekaa tu in trap. Unakuta bwana na Biblia mso umekaa hivi, wanasikiliza sio huko kwenye misa, jasho linawatoka wote. Alafu hakuna anayejipangusa jasho. Kwa hiyo anamwangalia Mesiya, anasubiria kwanza, kama ananipenda atanipangusa. Kama ananipenda atanipangusa. Kai hivi jasho lile kwenye mdomo kwa sababu wanategeana. Wako shughuli yao ni kupendwa, sio kupenda. Kwa ni heri kupenda kuliko kupenda. Heri kutoa kuliko kupokea. Kwa sababu kupenda, kutoa, kujitoa ndiko kutakako kuingiza mbinguni. Usifikie kama unauza Petro, sasa kuna mzee unafungua unaomba kuingia huko. Vipi unamtaji gani kuingilia huko? Unasema mume wangu alikuwa ananipenda na watoto na ni mama, uingie kwa tiketi hiyo. Wewe umefanya nini? Mbaba alikuwa anamnunulia sigara sana na nini? Hatuingii kwa yale tuliyotendewa,
tunaingia kwa yale tuliyotenda. Ndio maana huna uhalali. Ndio maana kwamba mwenzio anajielewa hajielewi, unayo tiketi ya kusonga mbele. Mlipaji ni nani? Ni Mungu. Mlipaji hiyo inakujengea ujasiri. Atakaposhtuka atakuta unakuzi zaidi na ustawi zaidi kiroho na atakufuata. Songa mbele, lakini mbele katika sala, mbele katika maombi na kadhalika. Hivi kwamba hatuendi mwenendo wa cheza nini? Draft. Hiyo mwenendo wa maisha pia kifanyika. Ukielewana katika hilo, hata mtoto na nini mnakwenda naye hivyo mwisho mambo yanafanya nini? Yanaeleweka. Lakini hatuna ruhusa ya kukata tamaa na kukatiana tamaa. Hiyo ni dhambi kubwa kabisa kuliko dhambi zote. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ndio muda kufanya nini? Unaisha. Tukisha kabisa.